wanamuabudu nani kama sio wewe wetu? Sasa ni nani kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, nani kama wewe Bwana Mungu wetu? Ni nani kama wewe? Kama wewe Bwana, wewe Bwana, kama wewe Bwana, kama wewe, kama wewe Bwana Mungu wetu. Ni nani kama wewe? Nani kama wewe Bwana, wewe Bwana, kama wewe Bwana, nani kama wewe Bwana Mungu wetu? Nani kama wewe? Nani kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, nani kama wewe Bwana Mungu wetu? Bahari ya Shamu alipasua nani kama sio wewe Mungu wetu? Kuta za Yeriko aliziangusha nani kama sio wewe Bwana Mungu wetu? Agusaye mioyo yetu kwa nguzo wa ajabu kama sio wewe hivi ni nani kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, nani kama wewe Bwana Mungu wetu? Ni nani kama wewe? Nani kama wewe Bwana, wewe Bwana, kama wewe Bwana, nani kama wewe Bwana Mungu wetu? Ni nani kama wewe? Nani kama wewe Bwana, wewe Bwana, kama wewe Bwana, nani kama wewe Bwana Mungu wetu? Hakuna kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Bwana Mungu wetu. Wewe ni Bwana wa kuabudiwa, hakuna kama wewe Mungu wetu, hakuna kama wewe, kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Bwana Mungu wetu, hakuna kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Bwana Mungu wetu, hakuna kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Bwana Mungu wetu, hakuna kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, hakuna
Yesu, hakuna kama wewe. Tubariki na watoto. Baba yangu, tunaomba katika jina la Yesu Kristo, wanapoenda katika klasi yao, mfalme wa rehema, tunaomba Bwana ukapate kuwabariki, wapate kuelewa, wapate kusikia neno lako Bwana, na wasikiuke maadili yako wanapokuwa mfalme wa ajabu. Bariki walimu wao Baba, ninaomba hekima, maarifa, na naomba upendo juu ya watoto hao Bwana. Nakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwema, unayeweza, unayetenda. Katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu tumeomba na hata kuamini. Amen. Kwa hivyo tunawapatia nafasi watoto waende katika klasi yao. Naomba tuwapigie makofi hata sisi wetu tunakusalimia sana na tunakumisi. Amen. Bwana asifiwe. Ndio jirani yako mwambie ninafurahi kuwa mahali hapa. Nimesikia na nimeambiwa na nimethibitisha kwamba watu wa hapa hawajali kushare. Amen. Bwana mwambie jirani yako kama unajali kushare. Amen. Unajua nilipokuwa nikisoma hapa katika pita zangu kusoma, nimeambiwa ya kwamba nilisoma nikaambiwa watoto wa miaka 6 wanaweza cheka, lakini watu wazima mara 17 na wakichekeshwa na chache. Nataka umgeukie jirani yako umwambie ninafurahi kwamba wewe umekaa karibu na mimi na utabasamu. Amen. Amen. At least umefanya mara moja. Hizo 16 Mungu akusaidie. Amen. Tunafurahi kwa mahali hapa. Amen. Geoffrey amesema ati niko na roho ya Range Rover. Angesema Vitz. Angeshuka bila kusikiza. Angeshuka huko, manake sisi wengine tumetoka katika jamii ambao hata tukipanda tuktuk hatushuki, tunatua. Kabisa. Alafu pia tunatoka katika jamii nyingine ambayo wanasema ya kwamba we don't fail, we differ with the examiner. Amen. Kwa hivyo huwezi kunilebo kwamba mimi ni failure. We just differ with that examiner. Amen. Sasa nimepongeza 3. 13 zingine ukazifuata mwenyewe. Amen. Haleluya. Tumekuwa tukijifundisha mambo ya ufalme wa Mungu. Naamini ya kwamba tumekuwa tumebarikiwa, na kama sisi ni wanafunzi wazuri, tumeshika kila kitu ambacho Bwana amekuwa akitubariki. Amen. Tumeambiwa ya kwamba sisi ni watu wa ufalme. Sisi ni watoto wa ufalme. Na ufalme huo sio ufalme hapa duniani, ni ufalme wa Mungu. Na tukaambiwa ya kwamba huo ufalme uko wapi? Ndani yetu. Amen. Na tukaambiwa ya kwamba katika huo ufalme kuna mitindo na mila ama sheria ambazo zinatakikana kufuatwa. Amen. Mpaka hapo sisi tulishaambiwa hizo vitu. Kama katika ufalme kuna mfalme. Katika huo ufalme kuna mahali ambapo huyo mfalme anatawala. Na katika huo ufalme kuna watu ambao wako chini ya ufalme. Amen. Na kizungu katika kingdom watu wako na subject. Yaani wale citizens wanaitwa subjects. Nilikuwa nafikiri subjects zinapatikana tu shuleni peke yake. Kumbe watu pia wanaweza kuwa subject. Yaani wewe si physics, lakini wewe ni subject wa wapi? Wa ufalme wa mbingu. Amen. Na kuwa subject inamaanisha ya kwamba wewe ni mtii katika mfalme. Unatii chini ya nani? Ya mfalme. Amen. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba katika zile sheria za kifalme huo umezishika, na baada ya kuzishika unaweza kufuatana na kufuata na kutii, ukawa wewe ni mtu ambaye unaitwa ni subject. Amen. Sasa katika huu ufalme kuna kitu ambacho tabia na mwenendo ya kifalme. Amen. Sinakwambia tu kuna jamii zingine hata zikipanda tuktuk wanasema kwamba hawashuki tuktuk. Wanafanya nini? Wanatua. Amen. Nasema sisi
sisi atuanguki mtihani. Tunatofautishana tuna yule mwenye kutoa mtihani. Hiyo ni jamii wako na namna wanaofikiria. Amen. Sasa katika hii ufalme kunao watu, na hawa watu ambao wametinishwa ama wale ambao katika ufalme wako na mindset fulani. Mindset ni namna ya kufikiria. Amen. Amen. Ni namna ya kufanya nini? Kufikiria. Na namna hiyo, jinsi ambavyo mtu anafikiria umsaidia kufanya uamuzi. Amen. Amen. Na hizo kufikiria huko kunaweza kuwa ni vile vitu ambavyo umejua kuanzia mwanzo, ama tukio iliyotokea, ama somo uliyosoma na ukalishika, ama umekutana na mtu na akakufundisha na ukafundishika. Sasa uko na namna ya kufikiria tofauti na vile ambavyo watu wanafikiria. Hiyo inaitwa mindset kwa Kizungu. Amen. Amen. Na kwa Kiswahili tutaita tu ni vile ambavyo mtu anapofikiria. Maana yake Kiswahili nasema nia, mind kwa Kiswahili ni nia ama akili. Kwa hivyo vile ambavyo akili kufikiria, lakini sio ufikiria saa hiyo, ni vile vitu ulikuwa ushapanga hapo nyuma. Sasa vitu vikija huo ushapanga, na kitu chochote kikija utafanya uamuzi kulingana na vile ulivyokuwa unafikiria. Wacha nikupatie mfano. Mimi sasa kama nimetoka katika jamii ya wale kutoka Eastern, na nataka kwenda kutolewa, nataka kuolewa. Wanasemanga wanaenda kwetheu ama nini? Sasa hiyo iko kwa akili yangu. Nikiwa kuna watu wanafurahia, wanaelewa hiyo kitu. Sasa kama mimi ni msichana, siwezi kuruka hiyo. Maana hiyo iko kwa akili yangu, nimeipanga vizuri. Huyo mchumba wangu hawa ametoka jamii gani, ni lazima atafanya nini? Ataenda kutoa hiyo kitu inaitwa ndoa. Naona wacha nikulete vizuri mahali ambapo tunaelewa sote. Tuko hapa Ukunda, na kuna beaches, hoteli nyingi tu hapa hivi. Katika hizo hoteli ukifika kwa restaurant hautapata meza kama vile ambavyo unaona meza pale. Ukifika kwa restaurant utapata meza imetandikwa vizuri na ikawekwa vyuma vizuri. Mkono wa kulia iko na kisu, mkono wa kushoto iko na uma, na hapo mbele pia imepangwa vile vitu kulingana na vile ambavyo utakula. Inamaanisha ya kwamba wanatarajia mgeni, na mgeni akija hawapati shida ya kupanga tena vile vitu. Una urahisi wa kuserve yule mgeni. Maana hata kuserve sisi tulikuwa tunaambiwa kuna vyakula, kuna vitu ambavyo vinaharibika haraka kama sukuma, tomato, na pia service iko perishable. Usipoipatia uzuri, usiposerve vizuri kwa wakati ulio sawa, imeharibika na kitumbua inaingia mchanga. Sasa huyu waiter kama atapanga vitu vyake meza vizuri, mgeni akija atakuwa anakaa chini na anachukua order peke yake. Ndivyo hivyo pia sisi katika ufalme wa mbingu. Ni vizuri tuwe na akili ambayo imefanywa nini? Imepangwa kulingana na neno la Mungu. Chochote kitakachokuja kwetu, tunalo kitu ambacho tunaweza kuwasiliana naye ama kukabiliana naye. Wacha nikupatie mfano mwingine. Mama wa mboga hatoki tu aweke kibanda yake hapa hivi. Akiweka kibanda yake hapo, anachukua kisu, anachukua ndoo na anachukua beseni. Ndio mteja hakija asema nilisahau, wacha nikimbie mbio nene nikachukue beseni. Hapana, vitu vyake ashaziset hapa. Na ukimwona hapo atakuwa na mchicha, atakuwa na mkunde, atakuwa na sukuma. Lakini wakati mwingine tunapopanga vitu, tukiwa na akili hizo ambazo tunazipanga vile ambavyo tunavyozungumza, huyu mama akosee tu baada kuweka sukuma aeke mkilifu, alafu aanze kukatia watu mkilifu. Yule mteja akienda nyumbani akarange vizuri na mafuta yake yote, akienda kula itakuwaje? Itakuwa mbaya.
Kwa hivyo inamaanisha kwamba katika hizi mindset zetu kuna mindset zingine ambazo tunaweza kuweka na isifanye kazi vizuri. So we want to have kingdom mindset. Kama sisi tuko katika kingdom. Amen. Mfano wengine, tuseme tunaenda hospitali. Na wale watu wa hospitali, kuna ile tray ambayo wanapanga hapo. Wakishapanga tuseme ni kwa theater, wanaweka vitu zao kama ni makasi, vitu vyote hivyo wamezipanga vizuri ili mgonjwa akija wasichukue muda mrefu kutayarisha tena. Hivyo ndivyo maisha inatupeleka. Sisi pia katika maisha tunapanga vitu kiakili. Tunaweza kuwa tuko na experience tofauti. Kwa mfano msichana, wasichana mtanisamea, sasa next time nitatoa mfano wa wanaume. Kwa mfano msichana anajaribu kuchumbia msichana kijana huyu, na achumbie kijana mwingine, na achumbie kijana mwingine, na yote iwe mbaya mara 4. Alafu sasa kwa akili yake anaweka nasema ya kwamba mimi kamwe kabisa siwezi tena kujaribu, hawa wanaume wote ni wabaya. Ameweka nini? Akili. There is a mindset ya kwamba nikiona kiumbe chochote cha Mungu ambacho kinatembea miguu miwili na imevaa trouser, huyo simwamini. Maana hiyo ndio ameweka kwa nini? Kwa akili yake. Alipata mimi nimekuja hapa na nimevaa trouser na mimi si mwanamume, hawezi kuniamini kwa sababu iko wapi? Kwa akili. Amen. Sasa fikiria, huyu mtu ambaye amepanga vizuri mambo yake ya accident yote kwa theater amepanga vizuri kabisa na ameweka kila kitu vizuri. Halafu bahati mbaya kutokea ajali. Yule mtu ambaye ameathiriwa akija pale akipata daktari mzuri aliyeweka kila kitu vizuri, atahudumiwa haraka na maisha itaokolewa. Amen. Lakini tuchukue mfano mwingine. Mtu mwingine amepanga vitu vyake vibaya. Especially yule mtu anadunga watu shindano walale. Hakuweka ile ratio nzuri. Alipanga lakini hakuweka ratio nzuri. Mtu aje anataka kufanyiwa operation. Na kifanyiwa tu operation hivi, imalizike na unaambiwa huyo mtu wako amka. Kwa nini hapo amka? Watu wanaanza kuangalia. Hati hapo amka kwa sababu yule daktari katika harakati zake za kupanga vitu aliweka zile ratio ya dawa vibaya. Na jamaa akafanya nini? Akaumuti, akafa. Sinaona hizo madhara vile ni mbaya. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kuna vitu vingine tunaweza kuvipanga, na kama tumevipanga vibaya kwa akili zetu. Akili kuna namna ambayo ninaweza kuweka kwa akili yangu, na nikiweka vibaya, mimi wapi? Kuishi. Amen. Kwa mfano niseme tu mimi siku hizi kila nikienda kutafuta kazi sipati. Nimebisha huku sipati kazi. Nimebisha huku sipati kazi. Sasa katika akili yangu nina register katika mindset yangu, watu wote ambao ni wakubwa hawanitaki. Hiyo ni mindset yangu. So nikienda kwa ofisi nyingine, pengine naweza kupewa kazi, lakini kwa sababu niko na akili ambayo nilikuwa nimepanga mapema, hata nikienda pale I'm not going to give my best, kwa sababu akili yangu inaniambia hao watu wafanye nini? Hawanipendi. Swali yangu asubuhi ya leo, what is your mindset? Umeseti akili yako vipi? Umeseti akili yako ya kwamba upepo ukija hivi itakusukuma, ama umeseti akili yako kwamba mimi nitamtumainia Bwana na sitategemea akili zangu mwenyewe, katika njia zangu zote nitamtumainia yeye na yeye atanifanikisha? Hiyo ni chaguo moja ambayo unaweza kuweka kwa akili zako. Useme kwamba mimi kuanzia leo neno la Mungu ndio litakuwa kiegezo. Standard. Kila
na standard zake. Kila taaluma iko na kiegezo yake. Na ufalme wa Mungu pia uko na kiegezo yake. Iko na kiegezo hivi, wakati ule unajisikia duni, wakati ule unajisikia umeishiwa kabisa na watu wamekutoroka, kuna kiegezo ambayo inaweza kusimama nayo na kusema ya kwamba Bwana ameniahidi hata niacha wala kunikumbuka. Amen. Hata nani aniache. Hiyo ni kiegezo nimeweka. Ni kama yule mtu anapanga meza yake na accident na imetokea. Ukija na huyo mgonjwa akija, unamhudumia vizuri na anaamka pale na anaenda. Amen. Wewe ukiwa mgonjwa wakati huo, unajihudumia vizuri. Ndio nimekataliwa kazi, ndio mambo yanaenda vibaya, lakini mimi ninajua ya kwamba ameniahidi hata niacha wala hata nipungukie. Amen. Bwana asifiwe. Kiegezo yako inaweza kusema kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Amen. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hiyo inaweza kuwa kiegezo yangu. Hiyo inaweza kuwa mindset yangu. Amen. Bwana asifiwe. Ukija dhoruba na mambo yanaenda vibaya, unasema ya kwamba amesema hata nikipita kwenye moto hata niacha. Hata nikipita kwenye maji hata nigarikisha. Hiyo iko kwa akili yangu. Maji yakija hata ije kiasi gani, unaweza kuogelea. Maana unajipatia motisha na unaogelea na unapanda juu na unapanda juu, kwa sababu akilini mwako ulikuwa ushaenda kiegezo ya kwamba katika moto hata niache nichomeke, katika maji sitakaribia. Amen. Bwana asifiwe. Kiegezo yako inaweza kuwa ya kwamba hujui mwanzo wala mwisho. Watu wanakuangalia wanasema huyu naye siku hizi kazi kuomba, ana mwanzo wala mwisho. Lakini unaweza kusema ya kwamba Bwana ndiye atanyosha mapito yangu na atashusha kila mlima na atainua kila bonde. Amen. Na hiyo inaweza kuwa kiegezo yako. Hebu fikiria sasa, kama utatembea katika maisha haya na uko na kiegezo kama hiyo, mambo yatakuwaje? Utakuitwa mshindi, utadhibitika katika neno. Biblia inasema ya kwamba sisi ni zaidi ya washindi, na hatuwezi kuwa zaidi ya washindi kama hatuna vigezo kwa akili yetu. Amen. If we do not change our mindset. Amen. Did you know God is not a respecter of us? Amen. Yaani Mungu haishimu mtu. Kile anachokiheshimu ni neno lake. Amen. Ukitii hilo neno na ukikiri hilo neno, yeye anatafuta neno. Biblia inasema kwamba katika Yeremia 1:12, na nitazama neno langu nikapate kulitimiza. Amen. Bwana asifiwe. Sasa tunafaa tubadilishe akili zetu vile ambavyo tumeziweka. Amen. We must change our mindset. It is very important. Kama tuko katika huu ufalme na watu wanalia kule nje ya kwamba corona imemaliza watu, na mimi pia ninalia huku corona imemaliza watu, nani yuko katika ufalme na nani hayuko katika ufalme? Sote hatuko katika ufalme, hata kama nakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha. Amen. Huonekana mambo haya, huonekana kitabia ama huonekana katika mienendo. Amen. Kwa nini ninasema ya kwamba lazima tubadilishe jinsi ambavyo tunafikiria? Lazima tubadilishe jinsi ambavyo tumevichukua huku nje. Kuna mambo tunaweza kuwa tumeyapitia na si mbaya, tunapitia, lakini usijaribu kuweka full stop katika ile kitu ambacho umepitia, maana Mungu hajamaliza na wewe. Amen. Sasa hata yale umeyapitia ni machungu kushinda umkilifi, Yesu anaweza kubadilisha. Hamjasoma mkaambiwa kwamba Yesu alibadilisha maji akafanya divai? Hata maisha yako anaweza kubadilisha yakawa kutoka kwa machungu ikawa matamu. Amen. Ni kulingana jinsi ambavyo unavyofikiria, ni kulingana na jinsi ambavyo mindset yako umeiweka. Ni kwa nini nasema mindset yako ni muhimu? Tulifundishwa hata Jumatano. Unapofikiria kitu na mambo ushakupita, ushapitia mambo magumu ama mambo mazuri, mambo yale ambayo umeyapitia, huwa inatua kwa akili.
na inakaa kwa akili, inacheza kama picha. Ukichezesha hapo, uchezeshe hapo, unakaa kama wale watoto wa wale chekechea, wanaipaint inakuwa maringo black, unaipaint black, tena unaweka inakolea kabisa black na palipa red unaweka vizuri na kolea red, na palipa yellow una correct, unakala vizuri. Ukishapaka hiyo kala kwa akili yako, unaanza kuiongea, iwe ni nzuri iwe ni mbaya, maana umeifikiria, umeiweka iko kwa akilini mwako. Ukianza kufikiria na ukianza kuiongelea, muda si kidogo tutakuona umeanza kubehave vile matendo yako sasa yanaambatana na vile ambavyo unafikiria, na unatii maandiko. Maana Biblia inasema ya kwamba as a man thinketh, so he is. Amen. Amen. Sasa baada ya wewe kufikiria, alafu umepaint hiyo picha vizuri, the next thing tunaona jamaa siku hizi yale alikuwa anaongea ndio siku hizi anayafanya, na muda si muda hiyo imekuwa tabia yako. Tunatuonyesha ya kwamba mind is a very powerful thing, because it has the power for destruction or power to life. Amen. 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 So chagua ni lako, kiegezo yako utaweka wapi. Lakini leo maasia yetu Bwana anatuambia ya kwamba kiegezo yetu tuiweke kwa neno lake. Maana Biblia inatuambia katika Warumi 12 mstari wa 2 ya kwamba nia zetu ziuishwe. Amen. 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 Na itauishwa na nini? Itauishwa na neno. Amen. Amen. Let our mind be renewed. Na ikiwa renewed, inakuwa renewed na neno la Mungu. Itakuwa renewed unapoisoma, itakuwa renewed unapoisikiza, itakuwa renewed tunapokutana mahali pamoja kwa fellowship kama Wednesday, kwa maombi kama Friday. Azimia ndani ya moyo wako ya kwamba utaweka kiegezo yako na utalinda sana. Amen. Unajua hapo mahali tuliposema kwamba as a man thinketh, so he is. Biblia inasema kwamba as a man thinketh in his heart. Hiyo andiko inasema hivyo. As a man thinketh in his heart. Kwa hivyo hii akili ni mlango ya kuingiza mambo wapi? Ndani. Ndio mimi niamini chochote imeingia wapi? Hapa. Kuna ile nitakataza na kuna ile sitakataza. Vile ambavyo tulifundishwa na TM Jumatano. Amen. Na ile ambayo nitaruhusu ingie ndio itashape maisha yangu, itashape tabia yangu, ndio itashape mienendo yangu. Kwa hivyo ukiniona ninavyo ovyo, ujue kwamba nimeruhusu vitu vingine. Amen. Ukiona nimetulia, cool, calm, composed, umejua nimeweka vitu vingine kwa akili. Amen. Bwana asifiwe. Na sasa swali ni hii kwetu sote, ya kwamba ninasikiza nini ninapotoka hapa Jumapili? Ni kina nani ninakaa nao ambao wanafanya nikawe na kiegezo ambayo itanisaidia ama isinisaidie? Ninaangalia nini katika maisha yangu? Yale ambayo ninaangalia ni muda kidogo tu, nitafanana na hizo vitu ambavyo ninaangalia. Kwa hivyo kama mimi ni mtu wa mfalme, na ni mfalme ni Yesu Kristo, nimwangalie yeye. Maana yeye ndio mwanzilishi wa imani yangu na atakaye kamilisha imani yangu. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Nataka tuangalie mfano wa mtu mmoja ambao pia alikuwa na kiegezo ama alikuwa na mindset tofauti, na ni vipi Mungu alimbadilisha. Naomba Geoffrey nisomee Yohana 1 kuanzia 44 mpaka 51. Tuangalie jinsi ambavyo mtu huyu aliweka akili yake vipi. John chapter 1
from verse 41. Yes. 44. Verse 44. From verse 44. 51. Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." "Nazareth? Can anything good come from there?" Nathanael asked. "Come and see," said Philip. When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, "Here is a true Israelite, in whom there is nothing false." "How do you know me?" Nathanael asked. Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Then Nathanael declared, "Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel." Jesus said, "You believe because I told you, I saw you under the fig tree. You shall see greater things than that." He then added, "I tell you the truth, you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." Amen. Would you please repeat verse 46? Verse 46, "Nazareth, can anything good come from there?" Nathanael asked. Amen. Bwana asifiwe. Katika hapo kifungu ambacho tumesoma, Yesu alikuwa katika harakati ya kutafuta wanafunzi wake. Na anapotafuta wanafunzi wake, aliita mmoja kwa mwingine. Alipompata Filipo naye akasema, "Wacha niende nikatafute mwingine." Filipo alipoenda kutafuta mwingine, hakutafuta mwingine ila alitafuta Nathanael. Akamwambia, "Nathanael, yule ameandikwa kwa Biblia, Moses aliyezungumza juu yake, na yule aliandikwa na manabii amekuja, njoo uende ukamuone. Anatoka Nazareti." Lakini kwa sababu Nathanael alikuwa na kiegezo, alikuwa ameweka kuhusu mji fulani ambapo ilikuwa mji ni Nazareti. Akauliza, "Jamani, Nazareti, je, kuna kitu kizuri kinaweza kutoka hapa?" Ameambiwa yule aliyeongelewa kuhusu juu yake na Moses na manabii wote waliongea juu yake, amekuja. Sasa tuna tukamuone. Angalia vile akili yake na kiegezo yake alikuwa ameweka. Yeye haangalii huyo mtu, anaangalia mji. Na huo mji ama hiyo kijiji kilikuwa ni kidogo. Akajiuliza, Nazareth, can anything good come from Nazareth? Amen? Na sisi tukisoma hivyo tunaweza kusema, "Aya, ni kweli kabisa." Hakuna kitu kikubwa kinaweza kutoka katika kitu kidogo. Mimi na wewe tunaweza kusema hivyo. DCC tuko tu hapa juu. Kitu kizuri kitatokezea hapa kweli. Mimi nakuhakikishia kwamba kitu kizuri kitatoka mahali hapa. Amen. Amen. Na wewe yale ambayo unayapitia, ambayo yanaweza kuwa ni madogo ama ni magumu ama ni machungu, na unashinda ukisema ya kwamba mimi kweli, will I amount to anything? Mimi ni bure tu. Je, kina kitu kizuri kinaweza kutoka katika maisha yangu? Nataka nikwambie ya kwamba vitu vizuri kutoka katika maisha ya watu. Amen. Na wawe ni mtu, si mnyama. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huyo mtu aliangalia, akaona kile kijiji. Na mimi nikatamani sana kujua mambo kuhusu kijiji hicho. Kwa nini alikidharau kiasi hicho? Kwa nini hakufikiria ya kwamba huyu rafiki yake anamwambia ukweli na anajua ameishi na huyu rafiki yake kwa muda mrefu? Maana hangemuita tu Nathanael. Huwezi kwenda kupata tu mtu hapa barabarani alafu mwambie, "Nice." Mpaka huo unamjua, ndio mtaje kwa jina. Kwa hivyo kile kijiji na sifa za hicho kijiji kilimkataza Nathanael kumamini Filipo ambaye alikuwa ni rafiki yake. Amen. Ndivyo hivyo pia wewe na mimi, kunawezekana kuna vitu ambavyo tunavipitia ambavyo vinaweza kutukataza kuamini neno hili la Mungu. Amen. Ni kwa sababu ya yale machungu
wasomi wanasema ya kwamba mji huo ulikuwa mji mdogo sana. Mji mdogo sana. Na mji huo mdogo ulikuwa unasaviwa na mto mmoja. Unajua vile Eden iliambiwa ilikuwa inasaviwa na mito mingapi? 4. Sasa hii Nazareth ilikuwa inasaviwa na mto ngapi? Mmoja peke yake. Na pengine sifa zile kwa zinajulikana katika vijiji na vitu vingi ilikuwa ni kwamba kijiji kikiwa kikubwa kiwe na bahari kama hii yetu ambayo iko hapa. Na kule Uganda kama hakuna bahari tunaweza kujidharau. Kwa sababu hakuna nini? Hakuna bahari. Huo mji ilikuwa tuna na sinagogi moja tu. Yaani sinagogi ngapi? Moja. Jamaa akaja kaniambia, mahali pale kuna sinagogi moja, kunaweza kutokea mfalme wa wafalme kweli? Ama yule mtu ameandikwa kwa Biblia? Haiwezekani. Unakiri. Na kama hawana sifa chochote, huo hawezi kunakiri. Kwa hivyo mji huo Nazareti huwezi kuipata katika Agano la Kale. Haikunakiliwa mahali popote, maana waliona si muhimu. Amen. Mji waliona si muhimu. Na Nathaniel ashaweka kwa akili yake kitu cha muhimu ndio kinaweza kutoka kitu kizuri. Amen. Amen. Kitu kikubwa ndio kinaweza kutoka nini? Kitu kikubwa. Hiyo ndio mambo kigezo yake. Mji huo pia ulikuwa hauna sifa za kufanya biashara. Miji mingi utasikia mji ule ulikuwa unajulikana kwa sababu ulikuwa na biashara inafanyika mahali fulani. Lakini huo mji ulikuwa hauna biashara. Wala watu haikuwa na any political importance. Yaani watu wa siasa hawakuiona ya muhimu. Amen. Amen. Ndio maana Nathaniel akiambiwa kwamba Yesu anatoka pale, anasema hata wana mbunge, hata wana MCA. Sasa mimi nikitaka karo yangu ilipwe na hakuna MCA, nani atanilipia karo? Unaona vile watu na reason. Na hiyo reason niko mpaka leo. Amen. Amen. Mji huo watu walikuwa wanasema ya kwamba Yesu akizaliwa atazaliwa Bethlehem. Na hakika kwa watu wote ambao walikuwa wanaishi nyakati hizo hawakuweza kufikiria hata siku moja ya kwamba Yesu anaweza kuishi katika huo mji kwa miaka hizo zote. Ndio maana huyu Nathaniel akauliza ile swali ambayo ameuliza katika kifungu cha mstari wa 46. Akauliza, Nazareti, kuna kitu kizuri kinaweza kutoka Nazareti? Naye akili yake inamwambia, ana akili na search, pengine ni kama Google. Sasa hiyo anajiuliza hiyo kitu. Na ina search, alafu nasema no, hakuna. Maana yake hiyo ndio kigezo ambao ameweka kwa akili yake. Anajua vitu vizuri vinatoka kwa vitu kubwa. Anajua watu wenye heshima wanatoka katika eneo la bunge fulani. Wanajua vitu ambavyo vinatamanika vinatoka mahali ambapo ni patamu, lakini sio mahali iliyo na sifa mbaya. Na sisi pia tunaweza kuwa tunayo katika maisha yetu mambo madogo ambayo yanaweza kudharauliwa, mambo ambayo huwezi kuhesabu. Watu wakiwa wanatoka hesabu mali zao, na wewe unasema jamaa anakuja na hesabu, ako na V8, ako na Rolls Royce, ako na Harrier, alafu mimi nikuja pale niseme niko na Vitz. Unaona ingieni vizuri. Watu wanasema niko na ng'ombe kiasi fulani, niko na ngamia kiasi fulani, alafu unasema mimi niko na kuku moja. Unashindwa kusema. Na kwa sababu ya hiyo tumeweka kwa akili zetu, ukiwa na vitu vidogo huwezi kusema. Leo nataka tubadilishe hiyo kigezo. Tuseme ya kwamba kitu kidogo na Yesu inakuwa kikubwa. Amen. Tuseme ya kwamba mambo yoyote yale ambayo nimeyapitia kimaisha
hayawezi kufanya utoto tunaki. Amen. Maana tumeambiwa mambo mengi. Watu wengine wameambiwa wewe you amount to nothing. Yaani wewe ni kitu bure kabisa. Kila kimuangalia mtu anakuambia wewe ni bure kabisa. Na wewe ukaeka kabisa mimi ni bure. Sasa hiyo mtu akija kwambia twende ngapatie kazi. Mtu bure hivi anaweza fanya kazi. Unasema siwezi fanya kazi. Kwa sababu kigezo umeweka kwamba unaitwa nini? Bure. Nataka nikwambie katika ufalme wa mbingu hakuna mtu bure. Mungu hakukuumba kwa kukuita bure. Biblia inanakili inasema ya kwamba Mungu alipomaliza kuhubiri, kuumba, akasema na inapendeza. Amen. Amen. Sasa kitu ambacho kinapendeza kinaitwa bure. Hakiwezi kuitwa bure. Kile kitu tunafaa tubadilishe ni akili na jinsi ambavyo tunafikiria. Amen. Tusiwe kama Nathani. Lakini angalia Nathani alipoambiwa na Yesu, akaambiwa Yesu akakubali. Filipo akamwambia wewe twende tu, maana Filipo angeweza kumconvince. Alipofika pale Yesu akamwambia unajua? Ashtuka. Wewe unanijua? Akasema Bwana. Sasa ninabadilika nasema nani? Ni Bwana. Lakini wakati wa kwanza hakujua kwamba ni Bwana. Kile alichokuwa akitazama ni alikuwa anatazama mji mdogo. Kwa nini anatazama mji mdogo na anaacha mji mkubwa? Ni kwa sababu ya kigezo ama mindset aliyekuwa ameweka kuhusu hiyo sehemu ambayo ilikuwa. Amen. Na sisi pia ufanisi watu mwingi utatoka na vile ambavyo tumeweka mindset yetu. Amen. Nikiwa asubuhi ya leo nikiambiwa ya kwamba mimi siwezi, na nikubali kabisa, nikubaliane na huyo mtu na niseme kweli mimi siwezi, hata ukijaribu hautaweza. Amen. Lakini ukisema wewe hiyo ni opinion yako na mimi niko na opinion yangu, ninayaweza yote kwa Yesu anayenitia nguvu. Tunasikia fulani amefanya kitu fulani kwa sababu ameweka kigezo, mindset yake imetiliwa. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Hizi digital zimetuharibia siku. Zamani watu kuna radio ilikuwa inatiliwa hivi mpaka upate ile station vizuri. Maindi yetu, tumedia kule kwa nyuma, tuanza kuzitune vizuri. Mpaka ifike mahali pale sound inasikika vizuri. Mpaka ifike mahali pale kigezo imeambatana na neno la Mungu. Na kigezo ni nini? Neno la Mungu. Wewe huu ni ugonjwa wako. Wewe ni ugonjwa wako. Na kabisa wakubali. Na daktari yako na tabia mbaya sana. Anakuuliza mama yako alikuwa na hii? Unakubali. Babu yako alikuwa na hii? Unakubali. Hiyo ni kigezo na kusaidia fanya nini? Shake. Why not me? Unaingia kwa box. Mwana wa mfalme. Baba yako akona silver na gold. Amen. Na wewe unakimbia ukabio. Unaenda kupiga magoti mahali pale. Kigezo ambacho tumeweka ni mbali, ni tofauti. Lazima tuweke kigezo hapa. Biblia inasema ya kwamba katika Isaya 55 anasema ya kwamba vile hakuna neno lake litanguka patupu. Amen. Vile mvua inanyesha na inashuka inanyeshea ardhi, alafu unapanda mbegu, kama ni mahindi, kama ni kunazi, chochote kile utakachopanda utapata mavuno. Hili neno ukiliweka kwa kigezo lako Amen. Maana sijamuona. Daudi anasema sijamuona mwenye haki. Na alikuwa kijana na sasa ni mzee. Sijamuona mwenye haki ameachwa na Bwana. Na watoto wake kuombaomba mkate. Amen. Kigezo unaweza kuweka kwa kile. Mambo ni mabaya. Runinga inasema vile ninavyosema, lakini Mungu na kigezo moja. Daudi amesema alikuwa mzee na sasa alikuwa kijana na sasa ni mzee. Hajaona mwenye haki akiachwa na Bwana. Na mimi sitaachwa na Bwana. Na watoto wangu ambao nimeshikwa na wasiwasi na hawataomba mkate. Amen. Kigezo unaweka kwa akili yako. Hata ije nini? Karuba ina gani? Utasimama umekita. Amen. Maana neno la
Mungu. Biblia inasema kwamba my word is forever settled in heaven. Amen. Sio Hague. Sio wapi? Sio Hague. Maanake sisi tunajua kwamba wakubwa wa serikali wakimalizika tunapeleka nini? Hague. Na huko Hague pia anaweza kuongana. Neno la Mungu forever settled in heaven. Amen. 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 Hivyo hiyo kigezo yako haizi kuacha wala haizi. Ni nini unapitia leo? Ni nini unaona ni ndogo? Ni nini unaona ni duni? Nataka nikwambie kwamba Biblia inasema kwamba usidharau mianzo midogo. Do not despise small beginnings. Amen. 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 Usijaribu hiyo iwe kiegezo yako. Unaweza kuwa unapitia mambo madogo sasa hizi. Ni sawa, ni dogo ndio, lakini hiyo ni stepping stone tu ya kwenda kwa mambo makubwa. Amen. Hebu tuangalie vile ambavyo wao watu walikuwa nafikiria. Kwa hiyo ni nini? Walisema ya kwamba hapo mahali ambapo watu hawakutarajia kwamba hapo Nazareti, watu ambao hawakutarajia kwamba kitu chochote kizuri kinaweza kutokea. Maana hiyo ndiyo mawazo, Nathaniel ana represent mawazo ya hiyo kijiji na watu hao wote ambao walipoulizwa, tuseme hapa Ukunda, alafu tuseme kijiji fulani inaitwa kiko wapi? Tuseme hapa Milima. Ukiulizwa kuhusu Milima, kwende Kosovo. Si Kosovo iko pale. Mtu yote ambaye amekaa hapa sana akiulizwa mambo ya Kosovo, ataambiwa inafanana na jina yake. Kule vile Kosovo ilikuwa inafanyika huko Kosovo ya huko, ndivyo hivyo. Sasa kila mmoja alikuwa na akili ya kwamba iko hivyo. Lakini hebu tuangalie mahali pale ambao hawakutarajia kitu kizuri kitokee. Unajua nani alitokezea? Yesu mwana wa Mungu. Amen. Anaitwa Simba wa Yuda. Akinguruma hakuna mtu anaweza kusimama. Bwana asifiwe. Amen. Hata kitu chako kidogo kinaweza kuwa kikubwa. Madamu tu na mambo na utafuata na kutii neno la nani? La Mungu. Amen. Amen. Hapo mahali ambapo watu walikuwa wamesema ya kwamba ni padogo sana, ni padogo. Watu wanasema, wasomi wanasema kwamba population was about 120 to 150. Hata Ukunda ni kubwa, 120 hadi 150. Lakini imetoa Yesu ambaye anaokoa watu ulimwengu mzima. Amen. Mahali pale palikuwa panaitwa padogo. Wewe na udogo wako uchanganywe na Yesu, unaitwa majority. Amen. Amen. Wewe na udogo wako na maneno yale yote umeambiwa, ukichanganya Yesu hivi unaitwa, sijui kwambie jitu ama nani, yaani kitu kikubwa. Amen. Kijiji kile ambacho hakikuwa kinajulikana, walisema kile ambacho kilikuwa kinafanya Nathaniel aseme hivyo ni kwamba sijui hayo atanifanyaje, akafanyaje mpaka ikatumia vizuri. Lakini katika ile harakati ambayo ilikuwa inaenda kutumia, huyu mhubiri akamuuliza huyu, akamuuliza, why did you call Krishna? Why did you call Muhammad? Why did you all call my Jesus? Akasema, we know that only Jesus saved. Only Jesus saved. Katika hicho kijiji kilitoka mtu, Biblia inasema katika Yohana 14 ya kwamba Yesu Kristo peke yake ndio njia ya kwenda mbinguni. Amen. Hao wengine wote watapita, lakini mambo yakiwa mabaya wote wataita Yesu. Amen. Katika ile kijiji ambacho kinaitwa kidogo. Nataka uwe na imani ya kwamba mambo yako ukichanganya Yesu, ukimaliza Yesu sijui matokeo itakuwa, lakini ukimchanganya Yesu matokeo yako yatakuwa yanafanana na mambo ya Yesu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Katika hicho kijiji ambacho kilikuwa kinaonekana duni, kulitoka Simba wa Yuda. Kijiji ambacho kinaonekana nini? Duni.
Na nikwambie katika maisha ya siku hizi, watu, maisha inapiga watu vizuri, na unabaki uko duni. You pass through something. Wazungu wanasema life inakupiga mpaka ikakubata. Yaani imekufanya siagi, umekuwa flat. Na wewe ukiwa mtu mzuri kabisa, ukiwa unajulikana, unakuwa mtu duni. Nataka nikwambie kwamba kama wewe unajiona duni, katika ufalme huu wa Yesu, katika ufalme wa Mungu, hakuna watu duni. Na kuna njia ya kufanya kuwa mtu, kizungu inasema vizuri, there are no small people, foolish people, lower people, but they are great people. Sio mabosi, watu wakuu. Biblia inakubali kuita mtu mkuu, ila tu ufuate sheria zake. Biblia inasema kwamba who among you desire to be great? You know what you're supposed to do? You serve others, and then you'll be great. Hiyo ndio kingdom ya Mungu inavyosema. Hiyo ndio kigezo ambacho tunataka tufanye. Na kama wewe unajiona juu na umekaa katika hiyo kiti unamtumikia Mungu, inuka leo. Amen. Uanze kufanyia Mungu kazi. Na utaitwa great. Amen. Wacha kujiona juu. Anza kutumika kwa Mungu. Biblia inasema kwamba wale watu watakuwa kwanza na watakuwa mwisho. Mungu anaruhusu watu kuitwa great. Hawaiti bosses, anawaita great. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo mimi sielewi kama kuna kitu ambacho kinaweza kukufanya katika ufalme huu ukabaki jinsi ulivyo. Hakuna. Yesu peke yake anaruhusiwa katika ufalme huu kubaki jinsi alivyo. Maana inasema ya kwamba Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. And sisi tunakuwa. Amen? Sisi tunakuwa. Unaona matamshi na hizo historia zote, wahistoria wameandika kuhusu hiyo nchi. Kuna kitu moja walikosea. Hawakutafuta maana ya Nazareti ni nini. Amen? Kumbe ukitafuta vizuri, ukiangalia vizuri, vile ambapo tunaona kule sehemu zile zinaitwa Maweni, iko na nini? Mawe. Na ile kisimu ndogo iko na nini? Chini kuna mkushi. Omena ama nini? Iko na Wajaluo wengi, si ndio? Si ndio? Na mahali pale panaitwa Ibiza, kuna nini? Kulikuwa na skrini, miti inaitwa Ibiza ama matunda inaitwa Ibiza. Amen? Kuna chanzo cha kuita mahali. Sasa Nazareti manake ni hii. It's a branch, ni taga. Lakini hiyo taga ni ile ambayo ukikata mti, alafu kuna ile shoot inatoka. Mshaona mtu umekatwa? Ukikata inafanya nini? Mtu unakufa, unaenda unatengeneza kuni, alafu baadaye ukikaa kidogo unaona branch imetoka toka. Basi hiyo ndio maana ya Nazareti. Kumbe wewe unaweza patia kitu sifa mbaya na jina nzuri. Amen. Na pasipo kujua, you can label yourself. Amen. Hawa watu wote kuna akili hizo na waandishi wameandika hizo vitu zote, maana yake halisi hawakuangalia. Na hiyo maana yake inamaanisha kwamba kuna branch itatoka, na ikitoka mti unakuwa mzuri, maisha inaanza kuwa maisha mazuri. Mahali pale kitu kimekufa, kitu kingine kinaanza. Amen. Lakini hebu fikiria hiki kitu kimoja. Mti ukikatwa, ndio branch inafanya nini? Inatoka. Basi inamaanisha ya kwamba ile mindset yetu ya kitambo ni lazima ikufe. Ni lazima ifanye nini? Ikufe. Amen. Maliza hiyo
mindset yako kwanza. Achilia ile branch nzuri mpya ianze kukua. Na tukuone the new you. Amen. The new nini? The new you. 2 Corinthians 5:17. Inasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Na tukiangalia vizuri tunasema ya kwamba Yesu wa Nazareti. Ukisoma Matendo ya Mitume 3:6, hata tusisome maana kitabu yetu ni Petero anamwambia yule mtu alikuwa amekaa katika lango kuu zuri, anamwambia dhahabu na mali hatuna, nakwambia kutoka katika hapo mahali ambapo palidharauliwa miujiza inatokea. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wacha kudharau maisha yako, wacha kujiona duni. Hapo kutatokea miujiza. Bwana asifiwe. Amen. Wacha kubadilisha, wacha kujipatia majina ambayo si hayakufai. Kama jina la Yesu lilifanya kazi, nasema kwamba dhahabu na mali hatuna, lakini katika jina la Yesu wa Nazareti, amka uondoke. Na mtoka amka na akaondoka katika jina la Yesu. Amen. 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 Na ukisema Matendo ya Mitume 22:8, huyu ni Paulo anaongea akizungumza jinsi ambavyo Yesu alivyokutana na yeye. Paulo anasema ya kwamba basi nikamuuliza, Bwana wewe ni nani? Naye Yesu mwenyewe haoni haya kuwa identify na watu wadogo. Amen. Amen. Yesu hana haya kuwa identify na nini na watu wadogo. Biblia inasema ya kwamba Yesu akasema ni nini Yesu wa Nazareti. Mahali pale panadharauliwa, sasa Yesu ndiye anajitambulisha naye. Anasema ya kwamba mimi ni mimi Yesu wa Nazareti unayenitesa. Yesu mwenyewe anajitambulisha na mahali pale padogo. Nataka nikutie moyo ya kwamba Yesu anajitambulisha na mambo yako. Amen. Yesu anajitambulisha na mambo yako. Amen. Usikose kumpatia mambo hayo yote. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Na baadaye tunaona vile ambavyo Yesu anaongea kuhusu anamwongelesha Nathani. Yesu sasa, Nathani sasa anatambua ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na ni mfalme wa Israeli. Amebadilisha akili yake kabisa. Sasa ile historia ya Nathaniel, historia ya Nazareti amesahau. Sasa anamwangalia Yesu wa Nazareti kwamba ni mwana wa Mungu na ni mfalme. Wazo yake imefanya nini? Amepata ile redio ndogo, ile redio ya zamani ikabadilishwa vizuri. Kwa hivyo pia wewe enda nyumbani ukabadilisha. Alafu Biblia inasema ya kwamba mstari wa 50 nasema kwamba akapewa ahadi ataona mambo makubwa. Mstari wa 51 anaambiwa ya kwamba kutakuwa na maono, ataona malaika wakishuka na kupanda. Nataka nikwambia kwamba hizo vitu vitatu hata wewe unaweza kuwa ulifanya kuwa yako. Amen. Unaweza kupata maono mapya. Amen. Amen. Unaweza kupata mawazo mapya. Unaweza kumtambua Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako na akuwa mfalme. Na hadi zile ambazo utaona mambo makubwa, pia utaona mambo makubwa. Amen. Amen. Hayo yote yakishasema na tunabeba virago vyetu tunaenda nyumbani, naomba uende na hili jambo moja, ya kwamba wewe ni mwana wa mfalme. Amen. Na wewe uko katika ufalme. Amen. Na lazima uwaze kama mwana wa mfalme. Na kile kitakufanya uwaze kama mwana mfalme ni neno lake. Na pia usidharau mambo madogo. Amen. Usidharau mambo madogo. Ningependa usimame kwa miguu yako.
Tunapoenda kuimba wimbo wa kuabudu, naomba Roho Mtakatifu akukumbushe yale mawazo ambayo umeweka mbele, ambayo yamekufanya ukafanya maamuzi ambayo hayakupendezi. Siku hizi unajuta. Mungu akafanya nini? Chini. Na hakuna mtu mzuri wa kukuombea kama wewe mwenyewe. Nataka uende mbele za Mungu, umwambie Bwana, hapa nilikosea.